Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo. Kwanza, hakikisha kompyuta yako imewashwa. Ikiwa unakumbana na matatizo ya BIOS, hatua ya kwanza ni kufanya uchunguzi wa awali. Angalia ikiwa kuna ujumbe wowote wa makosa yanayoonekana wakati wa kuwasha kompyuta. Ikiwa kuna ujumbe, andika nambari hizo za makosa kwani zitakusaidia katika kutafuta suluhisho. Baada ya kuchunguza ujumbe wa makosa, jaribu kuingia kwenye BIOS. Kufanya hivi, angalia kwenye skrini ya awali ya kuwasha. Mara nyingi, utahitaji kubonyeza funguo kama F1, F2, F10 au delete. Ikiwa unashindwa kuingia, jaribu kushikilia funguo hizo mara kadhaa. Ukishafanikiwa kuingia kwenye BIOS, angalia mipangilio ya msingi. Hakikisha kuwa mfumo wa boot unateua diski sahihi kama kiini cha kwanza cha boot. Ikiwa kuna mabadiliko yoyote ya hivi karibuni, angalia ikiwa unahitaji kurejea kwenye mipangilio ya awali ya kiwanda. Kumbuka, usiweke mabadiliko yasiyo na uhakika, kwani yanaweza kuathiri utendaji wa kompyuta. Katika hatua hii, ni muhimu pia kufanya uchunguzi wa vifaa vya nje kama vile diski ngumu na RAM. Unaweza kufanya hivi kwa kubadilisha eneo la RAM na kuhakikisha kuwa diski ngumu imeunganishwa vizuri. Ikiwa unatumia vifaa vya nje kama vile USB, hakikisha kuwa havijakwamisha mfumo wa kuwasha. Ikiwa matatizo yanaendelea, unaweza kufikiria kuflash BIOS. Hii inamaanisha kusasisha BIOS na toleo jipya. Tembelea tovuti rasmi ya Lenovo ili kupakua toleo sahihi la BIOS kwa model yako ya A14. Fuata maelekezo ya kupakua na kusasisha, lakini kumbuka, usisahau kuchukua nakala ya data zako muhimu kabla ya kuanza mchakato huu. Kama unavyoweza kuona, matatizo ya BIOS yanaweza kuwa magumu, lakini mara nyingi yanaweza kutatuliwa kwa uchunguzi wa kina na hatua sahihi. Ikiwa bado huwezi kutatua tatizo, unaweza kufikiria kupata huduma za kitaalamu. Huduma zetu za kuchukua nyumbani zinaweza kusaidia, na tunatoa uchunguzi wa bure wa matatizo ya kompyuta. Bei zetu za huduma ziko wazi na tunatoa dhamana ya huduma zetu. Tafadhali wasiliana nasi kwa maelezo zaidi na usaidizi wa haraka. Kumbuka, usijaribu kufanya mabadiliko makubwa bila ujuzi wa kutosha. Ikiwa unajisikia kuwa ni ngumu, ni bora kufikia msaada wa kitaalamu ili kuhakikisha kompyuta yako inarudi kwenye hali yake bora. Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo.